Jambo na karibu katika taarifa zetu za habari za mchana leo, ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na comment vile vile una partage. Basi acha niukaribishe katika taarifa zetu za habari za mchana leo, ambapo tuongelea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan habari za vita vinavyoendelea kati ya waasi na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wanaoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi karibu katika taarifa yetu ya habari hii ya mchana. Karibu. Habari kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imebaini kuongezeka kwa uwepo wa vikosi vya Rwanda katika maeneo ya nyanda za juu za Minembwe mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa serikali, vikosi hivyo vinaimarishwa kupitia operation ya usafirishaji wa wanajeshi kwa njia ya anga kutoka kambi ya kijeshi ya Kavumu. Taarifa hiyo iliwasilishwa katika kikao cha baraza la mawaziri na makamu wa waziri mkuu ambaye pia ni waziri wa ulinzi wa taifa na masuala ya wastaafu wa vita. Serikali ya Kinshasa inaeleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya mabadiliko ya hali ya kiusalama inayoendelea kushuhudiwa katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea na mashambulizi ya kujibu katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Serikali inadai kuwa katika operation hizo imekabiliwa na ongezeko la matumizi ya ndege zisizo na rubani maarufu kama droni, pamoja na kuimarishwa kwa nafasi za kijeshi za Rwanda katika maeneo ya Minembwe. Waziri wa ulinzi amesema usafirishaji huo wa anga ulifanyika kupitia kambi ya Kavumu kwa lengo la kuongeza nguvu kwa vikosi vinavyodaiwa kuwa tayari vimewekwa au vimekuwa tayari vikijitayarisha katika sekta hiyo ya Minembwe. Eneo hilo linatajwa kuwa na umuhimu mkubwa wa kimkakati kutokana na kijiografia yake na uwepo wa makundi mbalimbali yenye silaha ambayo yamekuwa yakihusika katika vita vya muda mrefu vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nyanda za juu za Minembwe zimeendelea kuwa miongoni mwa maeneo yenye changamoto kubwa za kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa miaka mingi sasa, eneo hilo limekuwa likikumbwa na vita ya kijamii, mapigano kati ya makundi yenye silaha na mvutano unaohusisha jamii mbalimbali. Kutokana na hali hiyo, serikali ya Kinshasa inasema inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya kiusalama katika eneo hilo na inaimarisha operation za kijeshi kwa lengo la kulinda raia na kurejesha utulivu. Hata hivyo, madai ya serikali ya Kongo kuhusu kuongezeka kwa vikosi vya Rwanda katika eneo la Minembwe hayajaambatana na tamko rasmi kutoka kwa pande wa Rwanda wakati wa kutolewa kwa taarifa hii. Wakati huo, hali ya usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa kitovu cha wasiwasi wa kitaifa na kimataifa, huku juhudi za kidiplomasia zikitarajiwa kuchangia kupunguza mvutano na kurejesha amani ya kudumu katika eneo hilo. Tuende na habari kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako miezi kadhaa baada ya makubaliano yaliyofikiwa kupitia mazungumzo ya amani ya Doha na Washington, utekelezaji wa ahadi hizo bado haujaonekana kwa kiwango kinachotarajiwa katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati juhudi za kidiplomasia zikiendelea, kundi la waasi wa AFC M23 linaendelea kuimarisha uwepo wake wa kijeshi pamoja na utawala wake katika maeneo inayoyadhibiti katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Hali hii inaendelea kuibua wasiwasi miongoni mwa wananchi ambao bado wanasubiri kuona matokeo ya mazungumzo ya amani yakirejesha utulivu wa kudumu. Katika jimbo la Kivu Kusini, taarifa kutoka vyanzo vya kiusalama vinaeleza kuwa M23 inaendelea kuimarisha udhibiti wake katika eneo la Point Zero linalotajwa kuwa na umuhimu mkubwa wa kimkakati. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, eneo hilo inaweza kutumika kama kituo cha kuendeleza operation kuelekea maeneo mengine ikiwemo mikoa ya Maniema na Tanganyika. Wakati huo, katika jimbo la Kivu Kaskazini, kundi hilo pia limeongeza nguvu zake katika sehemu ya kusini mwa wilaya Lubero. Hatua hiyo imeongeza hofu miongoni mwa viongozi wa jamii na wananchi ambao wanatahadharisha uwezekano wa kuzuka tena kwa mapigano mapya katika maeneo hayo. Mbali na shughuli za kijeshi, AFC M23 inaendelea kuanzisha mifumo ya utawala katika maeneo inayoyasimamia.
Kadri mwaka mpya wa masomo unavyokaribia, kundi hilo linaelezwa kuwa linaweka uratibu wa kusimamia masuala ya kiutawala na kifedha katika shule zilizopo ndani ya maeneo walipo. Maendeleo haya yanajiri wakati ambako makubaliano yaliyofikiwa katika mchakato wa amani wa Doha na Washington bado haujatekelezwa kikamilifu. Kwa wakazi wa maeneo yaliyoathiriwa na mzozo huu au maeneo yanayodhibitiwa, matumaini bado yanaelekezwa katika mazungumzo ya kisiasa, wakisubiri hatua zitakazowezesha kurejea kwa amani ya kudumu na hali ya kawaida katika maisha yao ya kawaida. Hadi sasa hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wadau wa ndani na wa kimataifa wakihimizwa kuongeza juhudi za kuhakikisha ahadi za amani kugeuzwa kuwa vitendo vinavyoweza kuleta utulivu wa kudumu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuende na habari kutoka huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako katika siku za karibuni ujumbe uliosambaa kwenye mitandao ya kijamii ulidai kuwa ndege ya kijeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ilidunguliwa na waasi wa M23 katika anga la mji wa Goma. Taarifa hiyo ilisambazwa kwa kiasi na kuibua mjadala mingi, huku baadhi ya watu wakiwasilisha kana kwamba ni tukio lililothibitishwa. Hata hivyo, uchunguzi umeonyesha kuwa taarifa hiyo si ya ukweli na uongo, na hakuna mamlaka rasmi ya kijeshi wala taasisi nyingine yenye kuaminika iliyothibitisha kudunguliwa kwa ndege hiyo. Shirika la habari la Kongo ACP kupitia kitengo chake cha uhakiki wa taarifa imethibitisha kwamba hakuna ndege ya kivita ya FARDC iliyodunguliwa na M23. Wachambuzi wa habari wanaeleza kuwa madai yanayosambazwa mara nyingi kwenye mitandao ya kijamii hayawezi kuchukuliwa kuwa kweli bila ushahidi unaoweza kuthibitishwa, hata kama yamesambazwa na maelfu ya watu. Sambamba na taarifa hiyo, kumekuwa pia na usambazaji wa picha na video zinazodaiwa kuonyesha tukio ya vita, lakini baadaye kubainika kuwa si ya ukweli na uongo. Miongoni mwao ni video iliyodai kuonyesha meli kubwa ya kivita ya Kongo ikiwasili nchini. Uchunguzi wa kitaalamu ulionyesha kuwa hiyo video ilitengenezwa kutumia teknolojia ya akili bandia, yani intelligence artificial, na meli hiyo ilikuwa ya bongo. Tukio jingine, video ilidai kuonyesha ndege za FARDC zikifanya doria angani juu ya Goma. Ilibainika kuwa ilikuwa imehaririwa kwa kuunganisha picha kutoka sehemu tofauti. Baadhi ya picha zilizodaiwa kuonyesha wapiganaji wa M23 wakijiandaa kwa mashambulizi zilithibitishwa kuwa zilichukuliwa kutoka kwenye video ya zamani iliyokuwa imechapishwa katika mtandao wa YouTube. Kwa mujibu wa wachambuzi, taarifa na picha za aina hii hutumiwa katika vita vya taarifa kwa lengo la kuhariri mtazamo wa umma. Zinaweza kulenga kuzofisha morali ya upande mmoja au kuonyesha uwezo mkubwa wa kijeshi wa upande mwingine kuliko hali halisi ilivyo. Kutokana na hali hiyo, wataalamu wa uhakiki wa taifa wanawahimiza wananchi kuwa waangalifu kabla ya kusambaza taarifa za vita. Wanashauri kuthibitisha chanzo cha taarifa, kulinganisha na taarifa kutoka taasisi rasmi na kutumia mbinu za kuhakiki picha au video pale inapowezekana. Kwa sasa madai kwamba ndege ya FARDC ilidunguliwa na M23 hajathibitishwa na yanachukuliwa kuwa taarifa ya uongo. Wataalamu wanasisitiza kuwa katika kipindi cha migogoro, ukweli unaothibitishwa kwa ushahidi ndio msingi muhimu wa kuelimisha umma na kupambana na upotoshaji wa habari. Tuende na habari kutoka Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano makali yameripotiwa kuzuka katika eneo la Kasake wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa na vyombo vya habari vya eneo hilo, mapigano hayo yalianza majira saa 9 za alfajiri na kuwahusisha wapiganaji wa makundi yanayojulikana kama Wazalendo wakipambana na waasi wa M23. Kasake anatajwa kuwa eneo lenye umuhimu mkubwa wa kimkakati kwa kuwa ni lango linalounganisha maeneo ya Ngungu na Rubaya. Kutokana na nafasi yake ya kijiografia, udhibiti wa eneo hilo unaweza kuwa na athari kubwa katika harakati za kijeshi na usafiri ndani ya sehemu hiyo ya Kivu Kaskazini. Hadi wakati wa kutolewa kwa taarifa hii ya habari, hakuna idadi rasmi ya waliouawa au kujeruhiwa katika mapigano hayo yaliyotokea.
Pia mamlaka za serikali ya Kongo pamoja na viongozi wa M23 bado hawajatoa tamko rasmi kuhusu hali halisi mapigano au matukio yake. Wananchi wanaoishi katika maeneo yanayozunguka Kasake wanaripotiwa kuwa katika hali ya hofu kutokana na milio ya silaha nzito nyepesi iliyosikika tangu alfajiri. Baadhi ya familia zimeanza kukimbia makazi yao wakihofia usalama wao, huku shughuli za kila siku zikisimama katika maeneo yaliyo karibu na uwanja wa vita. Eneo la Masisi linaendelea kuwa moja ya maeneo inayokumbwa mara kwa mara na vita kati ya jeshi la serikali na makundi ya wazalendo na waasi wa M23. Hali hiyo imechangia kuongezeka kwa changamoto za kibinadamu, ikiwa ni pamoja na ongezeko la watu waliolazimika kukimbia makazi yao na kuhitaji msaada wa dharura. Wakati huo juhudi za kisiasa na kidiplomasia zikiendelea kutafuta suluhisho la kudumu ili vita hivyo viishi, ili ya kutafuta gisi vita hivyo vitamalizika na watu waache kuteseka huko maeneo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, mashariki mwa DRC kwa ujumla. Tutazidi kufuatilia maendeleo ya tukio hili na kuwajuza mara tu taarifa rasmi zitakapopatikana kutoka kwa mamlaka husika. Baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikukaribishe katika taarifa yetu ya habari za kimataifa ili ujue nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Na ripoti mpya ya wakfu wa Kofi Annan kuhusu uchaguzi yaonyesha kwamba Kenya ina viashiria vya ghasia na mivutano ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kuna mambo ambayo yanafanyika nchini yanaweza kuwa yanatuonyesha kwamba pengine tutakapofika uchaguzi wa 2027 Kenya itakuwa na vurugu. Tayari tulianza kuona vurugu kuanzia mwaka uliopita, tukiona vijana ambao wanatoka nje wanakuja na vifaa vya vita. Na awali ya yote ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni mwenzangu Victor Kenani. Kenani, karibu. Shukran Skola. Mamlaka katika mji mkuu wa Thailand, Bangkok, zimeanza uchunguzi kubaini chanzo cha moto mkubwa ulioteketeza baa moja mjini humo na kuwa watu wasiopungua 27. Watu 63 walijeruhiwa huku 22 wakiwa katika hali mahututi. Moto huo sasa umezimwa. Picha za video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha watu, baadhi yao wakiwa na nguo zinazowaka moto, wakikimbilia barabarani huku miale ya moto ikitoka kwa nguvu kupitia mlango wa baa hiyo. Gavana wa Bangkok, Chadchat Sitipant, aliwaambia waandishi wa habari kuwa moto huo ulienea kwa haraka sana na kufika hadi kwenye dari, huku akisema moshi huenda ndio uliosababisha vifo vya watu wengi. Amesema baadhi ya waathiriwa walikuwa karibu na mlango wa dharura, lakini mamlaka zinaamini huenda ulikuwa umezibwa na hivyo kuwazuia kutoroka. Mapema alipotembelea eneo la tukio, waziri mkuu wa Thailand Anutin Chanavirakul alisema wanamuziki walieleza waliona moshi ukitoka kwenye kisanduku cha umeme karibu na jukwaa kabla ya umeme kukatika na kisha kutokea mlipuko. Jeshi la Marekani limeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran, huku pande zote mbili zikitoa taarifa zinazokinzana kuhusu iwapo mlango wa bahari wa Hormuz uko wazi. Zaidi na Florian Kaijage. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema operesheni hiyo inalenga kuendelea kudhoofisha uwezo wa Iran kushambulia meli za kibiashara zinazopita katika njia hiyo muhimu ya baharini. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimesema milipuko imesikika katika maeneo ya majimbo ya Bushehr na Hormozgan kusini mwa nchi hiyo. Iran imesema mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani yamefanya juhudi za hivi karibuni za kidiplomasia za kutatua mzozo huo kuwa bure. Mapema Iran ilisema ilikuwa imeufunga mlango bahari wa Hormuz hadi itakapotoa taarifa nyingine, lakini Marekani inasisitiza kuwa shughuli za usafirishaji zinaendelea katika njia hiyo muhimu ya meli. Utafiti mmoja unasema zaidi ya watu 2700 walifariki kutokana na sababu zinazohusiana na joto kali nchini Uingereza na Wales wakati wa mawimbi ya joto yaliyoshuhudiwa mwezi Mei na Juni. Watafiti kutoka chuo cha Imperial College London, idara ya hali ya hewa ya Uingereza na shule kuu ya London ya usafi na tiba ya kitropiki wanasema ongezeko la joto lililosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi yanayotokana na shughuli za binadamu lilichangia kwa kiasi kikubwa idadi hiyo ya vifo. Vifo vingi, watu 2200, vilitokea wakati wa kipindi cha pili cha joto kali mwezi Juni, ambapo kiwango cha juu cha nyuzi joto 37.7 za Celsius kilirekodiwa.
Na Afrika Kusini imesema zaidi ya raia wa kigeni 53,000 wamefukuzwa au kurejeshwa makwao tangu ilipoanzisha kampeni yake inayoita ya usimamizi wa uhamiaji wiki 5 zilizopita. Maafisa wanasema wengi wao walitoka Malawi, Zimbabwe na Msumbiji, huku wengine zaidi wakiendelea kushughulikiwa katika vituo vya muda vya kuwarejesha makwao. Afrika Kusini inaendesha moja ya misako yake mikubwa zaidi dhidi ya wahamiaji wasio na vibali katika miaka ya hivi karibuni, kufuatia wiki kadhaa za maandamano ya kupinga uhamiaji. Baadhi ya maandamano hayo yameshuhudia vurugu, vitisho na uporaji. Nchi kadhaa zikiwemo Ghana, Nigeria, Uganda na Kenya zimewasafirisha raia wao kurejea nyumbani katika wiki za hivi karibuni. Hii ni BBC. Mwenzangu Victor Kenani amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC na hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa visiwani Zanzibar tusikiliza kupitia Zenj FM, nchini Tanzania Budi FM, CGFM, nchini Kenya Most FM, Gulf Radio na Mwenedu FM, Uganda Radio Lira, Radio Kitara na Voice of Busoga, kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia FM Mombasa na Nairobi 93.3, Kisumu na Nakuru ni 88.1, internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia msikilizaji ukijia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tu andika BBC Swahili. Kadhalika pia na YouTube ni BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Watu 63 wamejeruhiwa huku 22 wakiwa wajulikani walipo na hapo katika hali mahututi kutokana na moto ambao umesababisha vifo vya watu 27 katika mji mkuu wa Thailand, Bangkok. Video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha watu wakikimbilia barabarani huku baadhi yao wakiwa wanawaka moto. Zaidi na Victor Kenani. Video zilizochapishwa kwenye mtandao wa X zinaonyesha miale ya moto ikilipuka kutoka ndani ya baa hiyo, huku watu wakikimbia nje, baadhi wakipiga mayowe na wengine wakianguka. Watu wasiopungua 2 wanaonekana wakiungua kwa moto. Waziri Mkuu Anutin Chanvirakul aliwaambia waandishi wa habari katika eneo la tukio kuwa miili 27 imepatikana huku wengine wakipelekwa hospitalini. Chanzo cha moto huo bado kinachunguzwa. Mambo yalitokea haraka sana. Kulikuwa na mlipuko na kila mtu alijaribu kukimbia ili kujinusuru kutokana na moshi na miale ya moto. Waziri mkuu huyo aliwaambia waandishi wa habari kwamba alimuuliza mwanamuziki aliyekuwa akitumbuiza wakati moto ulipoanza kuhusu kilichotokea. Baa hiyo inayojulikana kwa jina la Rong Bia na Lat Frau iko katika wilaya ya Chatuchak mjini Bangkok. Ni mgahawa na ukumbi maarufu wa burudani katika eneo hilo, kwa mujibu wa chombo cha habari cha Thailand Daily News. Inaripotiwa kuwa wazima moto waliweza kuudhibiti moto huo ndani ya takriban nusu saa. Picha zilizopigwa ndani ya baa hiyo baada ya moto kuzimwa zinaonyesha ikiwa imeteketea kabisa na kuwa nyeusi kwa moshi, huku sehemu za dari zikiwa zimeanza kung'oka. Watu kadhaa bado hawajulikani walipo, kwa mujibu wa chombo cha habari cha Thailand Thairat. Wazima moto walifika eneo la tukio muda mfupi baada ya saa 6 usiku, baada ya dereva aliyekuwa akipita kuripotiwa kuona ukumbi huo ukiwaka moto saa 11:30 jioni saa za huko. Aliambia shirika la habari la Daily News kwamba aliruka kutoka kwenye gari lake na kuvunja madirisha ili kuwasaidia watu 2 kutoroka. Hii ni mojawapo ya mikasa mibaya zaidi ya moto katika maeneo ya burudani nchini Thailand katika miaka ya hivi karibuni, na imefufua tena maswali kuhusu viwango vya usalama wa moto katika maeneo ya burudani ya usiku kote nchini. Maafisa wanasema idadi ya vifo inaweza kuongezeka huku uchunguzi ukiendelea na waathiriwa wakitambuliwa rasmi. Ni taarifa ya Victor Kenani. Afrika Kusini imesema zaidi ya raia wa kigeni 53,000 wamefukuzwa ama kurejeshwa katika nchi zao tangu ilipoanzisha kile ilichokiita operesheni ya kusimamia uhamiaji wiki 5 zilizopita. Maafisa wanasema wengi waliorejeshwa wanatoka Malawi, Zimbabwe na Msumbiji, huku wengine wakiendelea kushikiliwa katika vituo vya muda vya kurejeshwa wakisubiri kukamilika kwa taratibu zao. Florian Kaijagi huyu hapana maelezo zaidi. Afrika Kusini inatekeleza moja ya misako mikubwa zaidi dhidi ya wahamiaji wasio na nyaraka za kuishi nchini humo kwa miaka mingi, kufuatia majuma kadhaa ya maandamano ya kupinga uhamiaji ambayo yameshuhudia vurugu, vitisho na uporaji. Waandamanaji wamekuwa wakidai udhibiti
udhibiti mkali wa mipaka na kufukuzwa kwa watu wengi, wakiwashutumu wahamiaji kwa kuchangia ukosefu mkubwa wa ajira, kuongezeka kwa viwango vya uhalifu na kuporomoka kwa huduma za umma. Umoja wa Mataifa umeonya dhidi ya kuwatumia wahamiaji kama kisingizio cha changamoto za kijamii na kiuchumi za Afrika Kusini. Wanaharakati wa kupinga wahamiaji wametishia kufanya maandamano ya kila wiki ili kuishinikiza serikali hadi madai yao yatakapotimizwa, na kuna hofu kwamba maandamano yanaweza kuwa ya vurugu. Waandamanaji walikuwa wameweka tarehe ya mwisho isiyo rasmi ya Juni 30 kwa wahamiaji wote wasio na vibali kuondoka nchini humo na kusababisha wageni wengi kuondoka ili kuepuka vurugu na vitisho. Nchi kadhaa zikiwemo Ghana, Nigeria, Uganda na Kenya zimewarudisha raia wao nyumbani katika majuma ya hivi karibuni. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amekiri kuwepo wasiwasi wa umma kuhusu wahamiaji, lakini amelaani mashambulizi dhidi ya wahamiaji, akiwaonya raia dhidi ya kujichukulia sheria mkononi. Afrika Kusini ni taifa tajiri zaidi barani Afrika na kwa muda mrefu imekuwa ikiwavutia wahamiaji wanaotafuta fursa bora za kiuchumi ambao baadhi yao huingia kinyume cha sheria. Ni taarifa yake Florian Kaijage. Takwimu rasmi za serikali nchini Uganda zinaonyesha kuwa watu 16 wamefariki katika wiki za hivi karibuni kutokana na njaa iliyosababishwa na ukame uliodumu tangu Aprili mwaka huu, huku wakulima wakilalamikia kukosekana kwa mvua. Wataalamu wanatahadharisha kuwa hali hii inazidi kuwa tishio kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, ukataji miti na uharibifu wa mazingira. Awali nimezungumza na mmoja wa wakulima kutoka Bukedea, Zuhura Muhammad, ili kufahamu hali ilivyo kwa vijijini na jinsi wakulima wanavyokabiliana na janga hilo. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu habari ya mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha niende kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaendelea kuchagua Kongo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Niana mazungumzo ya kila siku ni hakikisha tunaletea habari sahihi tena za kuaminika, vile vile kwa muda muafaka. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za jioni ni ya leo, ikiwa ni saa 1:15. Asante, chao.